Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua barabara ya Chake Wete yenye kilomita 22.2 na kuahidi kuwa serikali itaendelea na ujenzi wa miundombinu zaidi ili kuifungua Pemba kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika uwanja wa michezo wa Wete mkoa wa Kaskazini Pemba, ikiwa ni shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Tuitunze barabara hii. Tuna tabia watu kujenga karibu sana na barabara, na kuombeni wananchi, hifadhi ya barabara isitumike kwa ujenzi wa makazi au biashara yoyote. Hifadhi ya barabara ina kazi maalum. Kazi yake ni kupitisha huduma muhimu, huduma za maji, huduma za umeme, huduma za internet. Vitu kama hivyo vyote vinabidi vipite katika hifadhi. Kwa hivyo hebu tuepuke ujenzi holela wa biashara ndogo ndogo au wa makazi kwenye hifadhi ya barabara. Tutaweka alama maalum ndani ya eneo la alama hizo, pasijengwe kitu, ili tuweze kupitisha huduma nyingine. Wananchi watahitaji maji. Unapojenga barabara, kuna wakati tunakata mabomba, lazima turejeshe mabomba yale. Lakini umeme, sisi hatutaki siku hizi kuendelea kuweka umeme huu juu ya nguzo, umeme upite chini ya ardhi. Lakini internet, siku hizi hakuna asiyetumia internet. Tunataka kupitisha nyaya za internet. Kwa hivyo hifadhi za barabara ziachwe wazi ili tuweze kupitisha huduma hizo. Maendeleo katika nchi yoyote yanaletwa kwa ujenzi wa miundombinu. Na hapa Pemba tulitoa ahadi kwamba tutaifungua Pemba kiuchumi. Ili Pemba ifunguke kiuchumi, unahitaji mambo matatu makubwa. La kwanza, unahitaji barabara za uhakika. La pili, unahitaji uwanja wa ndege wa uhakika wa kimataifa, na la tatu, unahitaji bandari za kimataifa. Bahati nzuri, bahati nzuri yote haya matatu sasa hivi yanajengwa. Bandari ya Mkoani inajengwa, bandari ya Shumba inajengwa, na bila shaka katika muda si mrefu, kama tulivyoelezwa na mkuu wa mkoa, ujenzi wa bandari ya Wete utaanza. Nchi au tuseme Pemba itafunguka sana tukishakamilisha bandari tatu hizo muhimu. Lakini vile vile kwenye upande wa barabara, tuna barabara kuu inajengwa kutoka Chake kwenda Mkoani, na barabara ya Chake kuja Wete ndio hii. Bila shaka sasa hivi usafiri wa barabara utafunguka sana, na bila shaka uchumi wa kisiwa cha Pemba utafunguka sana. Nasema kwamba haya ndiyo yanayopaswa kufanyika katika nchi ili kuleta maendeleo. Na sisi tuliahidi, na nyinyi ni mashahidi, yote tuliyoahidi yanatekelezwa kwa vitendo. Baada ya muda wa mwaka 1.5 mpaka miaka 2 hivi, yote haya yatakuwa yamekamilika. Kwa hivyo tutauona uchumi wa Pemba ukiwa umekuwa sana, ili wananchi waweze kunufaika. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amefahamisha kuwa mafanikio yanayopatikana katika ujenzi wa miundombinu yanatokana na maono ya Dr. Mwinyi, na kueleza kuwa serikali tayari imeshasaini mikataba mingine 3 ya ujenzi wa barabara Unguja na Pemba kwa kiwango cha lami. Saini kutokana na mwongozo wako mikataba karibu 3 sasa ya barabara mpya ambazo zitaendelea kujengwa. Mkataba mmoja una kilomita 163 hapa Pemba peke yake. Katika hizo kilomita 163 tunajenga kilomita 84. Lakini mkataba wa pili ni wa kilomita 277.7. Mheshimiwa, katika mkataba huo Pemba peke yake ni kilomita 97, na tuna mkataba wa 3 kilomita 65. Katika hizo Pemba peke yake ni kilomita 50 na Unguja ni kilomita 15. Ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30 inatuelekeza kujenga zaidi ya kilomita 800. Kwa hiyo Unguja yote na Pemba hii itajaa barabara kila kona.
Akiwasilisha taarifa ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Ali Saidi Bakari amesema barabara ya Chake Wete imejengwa na kampuni ya MECO yenye kilomita 22.2 na imegharimu shilingi bilioni 26.6. Iliweka saini ya ujenzi wa barabara ya Chake Wete yenye urefu wa kilomita 22.2 na kampuni ya MECO au Mwananchi Engineering and Contracting Limited, ambayo pia wizara iliingia mkataba na kampuni ya Al-Handas kutoka Lebanon kama washauri elekezi wa mradi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii hapo awali ilikusudiwa kufanyiwa matengenezo makubwa pamoja na kuongeza upana wake. Angel Paul, ASAM Online TV.